Mimi naifahamu kiasili, ni jiwe la kung'olea mawe pale. Na ni sehemu ambayo ilikuwa ya utamaduni wetu, watu walikuwa wanakusanyika pale bekilyambo wabohala kulelia manolo Iramba Mahemba. Hapo Ukristo hakuna, kipindi hicho hakuna Ukristo hapo. Wanakwenda baba kinandota urawa kasamitano yabo wakubwa bwajagwa la mbono wabo hala wanakuja kula sherehe nani jao pale yate. Sasa hawa walikuwa wanasema tuende tukale shukrani yetu pale Manolo. Tumechukua vyakula vyao wamabilia pale yote, hakuna kinachokuchukua nyumbani, kilichobaki hapo basi tunalala pale. Ni jiwe lilikuwa liko pale kata Manolo hala kutonga Manolo. Kwa hiyo baada ya Ukristo nilikuwa napita hapo na jiwe liko hapo, nililiona mimi. Limepasuliwa au bado lipo? Sasa limepasuliwa. Barabara imepitia hapo sasa likavunjwa. Na baada ya Ukristo sasa, hiyo habari ya kuja kula hapo kama shukrani ikawa imeisha? Ikawa imeisha, ndio Ukristo umeingia sasa, hiyo kafutika. Ukristo ulipoingia hiyo kitu ilifutika. Na wewe ulivyozaliwa uliukuta Ukristo au uliukuta Ukristo? Niliukuta. Baba mwenyewe alikuwa mpagani. Nimefundishwa nifanye kusoma. Baba alikuwa hataki. Babu alikuwa hataki. Sasa lakini mimi kwa sababu shule nimetaka naipenda, kaambia napenda tutaka. Nikawa najiba mwenyewe naenda shuleni. Sasa kwa sababu sikubaliwi, nilianguka mtihani mara 3 sipasi. Kasema basi hapo nitakapopata nitafanya. Ndio maana nikaenda mpaka mwaka 47 ndio kabatizwa nipasi. Nilipobatizwa kaendelea na dunia yangu mpaka leo. Na babu naye baada ya kuwa mzee nikamtunza, naye akakubali akabatizwa, akaitwa jina langu. Babu yangu akaitwa jina lako tena? Akaitwa Agustino kama mimi. Aliulizwa mwenyewe. Na anauliza nani Mwanamhendi batizwa, yeye ashabatizwa kitambo. Sasa padu unasema baba, nasema nataka nibatizwe. Nasema nipatiswe. Unataka upatiswe wetu nani? Asibuti. Babu alimwambia asibuti. Sasa wakajua ni Agusti. Upade kambatia babu akafa.